Rais wa Marekani Donald Trump anasema atawafukuza viongozi wa Greenland akiwemo waziri mkuu kama mtu ambaye hata hamfahamu, akimtishia kwa tatizo kubwa litakalomkumba baada ya Jens Frederik Nielsen kuthibitisha ahadi ya kisiwa hicho kwa Denmark kuhusu Marekani. Makabiliano juu ya matarajio ya Trump ya kupata kisiwa cha kimkakati cha Arctic yamefikia kilele kipya katika mkutano wa pamoja na waandishi wa habari huko Copenhagen mnamo Jumanne, ambapo waziri mkuu wa Denmark Mette Frederiksen na waziri mkuu wa Greenland Jens Frederik Nielsen waliwasilisha msimamo mmoja. Ikiwa tutachagua kati ya Marekani na Denmark, hapa na sasa tutachagua Denmark, tutachagua NATO, tutachagua ufalme wa Denmark, tutachagua EU, Nielsen alisema. Rais wa Marekani yeye kwa upande wake anasema wala hamtambui waziri mkuu wa Greenland na kwamba hii ni mipango kuelekea kutumia nguvu kubwa katika mapambano dhidi ya Greenland, na kile alichokisema kwamba ama kwa kutumia fedha ama kwa kutumia nguvu, lakini Marekani lazima ichukue kisiwa hicho cha Greenland, kisiwa kinachojitawala chini ya utawala wa Denmark. Hata hivyo, viongozi wa Denmark pamoja na Greenland wameweka wazi kwamba Greenland haiuzwi na wala wao hawapo tayari kuiachia kwa Marekani na kwamba wapo tayari kuitetea wakati wote. Hata hivyo, wanasema kwamba mpango unaotaka kuanzishwa na serikali ya Marekani utaweza kusababisha kuvunjika kwa NATO. Maoni hayo yalitolewa katika mkesha wa mazungumzo ya ngazi ya juu mjini Washington kati ya maafisa wa Denmark na Greenland na makamu wa rais wa Marekani JD Vance na waziri wa mambo ya kigeni Marco Rubio, yaliibua lawama kali kutoka kwa Trump. Hilo ni shida yao, Trump aliwaambia waandishi wa habari katika Joint Base Andrews. Rais huyo wa Marekani anasema, sikubaliani nao, sijui wao ni nani, sijui chochote kuhusu wao, lakini hilo litakuwa tatizo kubwa kwao. Trump amekuwa akisema mara kwa mara kwamba Marekani lazima idhibiti Greenland ili kuzuia utawala wa China au Urusi, madai ambayo yamepingwa vikali sio tu na Moscow na Beijing, lakini pia na maafisa wa kikanda. Kwa njia moja au nyingine tutakuwa na Greenland, alisisitiza mnamo Jumapili ya wiki iliyopita. Rais huyo wa Marekani azma yake ni kuona anapata rasilimali zilizopo katika eneo hilo la Greenland, ikiwa ni pamoja na mpango wa kupata madini adimu katika eneo hilo ambayo anawaza huenda yakaingia mikononi mwa Urusi na China. Tisho hilo linakuja katikati ya hatua ya kisheria ya mbunge wa Florida Randy Fine ambaye alianzisha sheria ya uhusiano wa Greenland na jimbo lake, ambapo ingemruhusu rais kuchukua hatua zozote zinazohitajika kupata eneo hilo. Maafisa wa Denmark wamekataa kwa nguvu msingi huo, huku balozi Jesper Moller Sorensen akisema aliweka wazi kwamba Greenland ni sehemu ya Denmark na kwamba haitoweza kuwa sehemu ya taifa lingine kama Marekani ambavyo inataka. Suala la Greenland linafanya mataifa magharibi kukosa namna ya ushirika wao na Marekani, na kwamba jambo hili limekuwa likielezwa zaidi kwamba huenda likasababisha changamoto kubwa katika muungano wa NATO na muungano wa kikanda wa mataifa ya Umoja wa Ulaya dhidi ya serikali ya rais wa Marekani Donald Trump. Donald Trump hata hivyo, licha tu ya kutaka kuchukua Greenland, lakini pia amekuwa akitishia mara kwa mara mataifa ya magharibi, hasa suala la ushuru. Hii pia imesababisha nchi nyingi hasa za Ulaya kukosa hali ya kuamini kwamba wana uhusiano mzuri na Marekani. Wakati Copenhagen imeonyesha nia ya kuimarisha ushirikiano wa kiusalama na Marekani ndani ya mfumo wa NATO, inasisitiza mustakabali wa kisiwa hicho uko kwa watu wake ambao walipiga kura mwaka 2008 ili kuhifadhi hadhi ya kujitawala ndani ya eneo la Denmark. Katibu mkuu wa NATO Mark Rutte alikataa kutoa maoni yake moja kwa moja kuhusu mzozo huo, akisema jukumu lake ni kuhakikisha usalama katika Arctic. Endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii. Utakuwa ukipata habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani kupitia The World News.